Tunaelekea mwisho wa mwaka, tunaelekea kumaliza mwaka. Kesi ya Lissu, mmeshafahamu kwamba session nyingine inaitishwa lini mpaka sasa? Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya session nyingine inaitishwa lini, na ni jambo la ajabu kidogo na ni jambo linalostaabisha, kwa sababu session za mwanzo zilikuwa mara mbili. Session ya pili iliyopaswa kuanza kati ya tarehe 3 mpaka tarehe 11 haikufanyika isipokuwa siku moja. Manake tulitarajia kwamba Mahakama Kuu ingekuwa imeshatoa ratiba nyingine, angalau basi hata kwa kuanzia kulikompensate session ambayo ilikuwa imeisha, kwa sababu ile sasa ilikuwa kwenye pipeline tayari, utaratibu ulikuwa umeshaandaliwa. Sasa kama majaji wapo, kama kila kitu kipo, vielelezo vilishakamilika, jamhuri walishasema kila kitu chao kilishakuwa tayari, na ndio maana alikuwa committed na tumeshaanza kusikiliza. Hicho kitu kinachosababisha hiyo session isiendelee ni nini? Kwa hiyo huenda tu ni bureaucracy tu za kiutawala ili mambo yaendelee, kwa sababu unapozungumza sasa, sisi ni mawakili, kuna session mbalimbali hapa na pale nchini zinaendelea. Ni mpangilio tu kwamba session hizi zinaendelea. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba hawajatoa hiyo session, na bahati mbaya au bahati nzuri, mara ya mwisho wakati tunazungumza kwa taarifa zetu za kutoka huko, wakati tunafanya mashauriano na mwenyekiti huko gerezani, amefikia hatua yeye mwenyewe kuandika barua ya kuuliza ni lini session yake itakuja ili iweze kuendelea, kwa sababu imesimama na hakuna mtu yeyote anatoa update yoyote, si yeye gerezani wala si huku kwenye chama ambao tunaambiwa kwamba ni nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi naamini kwamba mahakama inakaribia kwenda likizo, lakini kwenda likizo hakuzuii session kuendelea. Kwa hiyo tutumie hicho kipindi cha hii session ili mwenyekiti kesi yake iweze kuendelea, kwa sababu sisi kwenye chama tuko tayari, mwenyekiti mwenyewe yuko tayari, session iendelee, jamhuri walete ushahidi wao ili mbivu na mbichi zijulikane. Kama mwenyekiti ni mhaini julikane, kama sio mhaini aachiwe mara moja ili aende akatekeleze majukumu yake mengine anayopaswa kufanya. Hatuwezi kuendelea kumshikilia mtu gerezani, kesi hatutaki iendelee, tuko kimya tu, yani kwa sababu tumeamua. Hii dunia kila mtu angeamua anavyotaka, huenda sisi binadamu hata duniani tusingekuwepo. Kwa hiyo wito wangu mimi ni huo kwa serikali na kwa mahakama ambao wanajua na ndio wako responsible kuhakikisha wanapanga hizo session na hizo session zinaendelea ili haki ya mheshimiwa mwenyekiti iweze kutendeka kwa haraka. Msimamo wa Lissu mpaka sasa ukoje hapa mnapokuwa mnakwenda kumtembelea? Msimamo wa Lissu ni kwamba anahitaji session iweze kuendelea na yuko tayari sana, yuko tayari zaidi ya sana. Jambo la pili, Lissu kama mwenyekiti wa chama na kama mwanasheria nguli anafahamu anachokifanya. Anaamini hana kosa wala hajawahi kufanya kosa. Anaamini kesi zinazomkabili ni kesi za kisiasa, na kesi za kisiasa hazijawahi kumtia mtu hatiani. Yuko tayari kufika mahakamani na yuko tayari kwa ajili ya kujitetea, na yuko tayari pia kwa maswali yoyote yatakayokuja. Anaamini haki yake itapatikana mahakamani, na anaamini kwamba kama kuna kosa lililolifanya, hiyo ngoma iende mahakamani, dunia nzima ijue ni nini kinachoendelea Tanzania. Kwa sababu kwa maoni yake ambayo na mimi nakubaliana nayo, Tanzania hizi kesi ni za kisiasa, hakuna kesi yoyote ya uhaini pale, ni ile tu ya kumnyima mtu haki yake ya kufanya siasa, na kwa sababu kuna watu tu wanahofu na hizo nafasi zao na mazingira ya kisiasa yalivyo hapa nchini. Lakini kama taifa hili tulikubaliana, taifa hili lilikubali kwamba tutakuwa na mfumo wa vyama vingi, ni lazima wanasiasa wawe na ngozi ngumu, ni lazima wanasiasa wajue kwamba dunia imebadilika. Usipowaongoza Watanzania kwa kufuata misingi ya sheria na kuwapatia haki zao, lakini haki ya mtu haiombwi. Na Lissu yuko tayari kuongoza jitihada na hizi harakati za kudai haki za Watanzania mpaka tutakapozipata, tukianza na haki kubwa ya kupata katiba mpya ambayo misingi yote tutaiweka huko ndani. Mheshimiwa mwenyekiti wa hiki chama yuko tayari, na sisi ambao tuko chini yake, wasaidizi wake, tuko tayari kabisa kwa ajili ya kushughulika na jambo hilo.